Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo, karibu sana kwenye meza yetu ya michezo. Tujuzane mawili matatu ya kimichezo ndani ya nchi pamoja na yale ya kimataifa. Na kama ilivyo tamaduni wetu wa kiungwana kabisa, kama wewe ni mdau kindakindaki wa mchezo huu wa mpira wa miguu, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kusapoti mpira wetu uzidi kusonga mbele. Maoni yako ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya taarifa tuliyokuletea hapa katika meza ya michezo. Habari kubwa tunayokuletea hivi sasa inatoka huko katika viunga vya Msimbazi, Simba, ambapo tunaambiwa baada ya kumaliza msimu vibaya kwa kukosa mkombe lolote katika mashindano yote ambayo Simba Sports Club wameshiriki, mabosi wa klabu hiyo wamekuwa na vikao mbalimbali wakikosa usingizi kuona namna ya kurudi msimu ujao wakiwa na timu bora, kwani tunaona Simba Sports Club wamekuwa na msimu ambao umekuwa wa mang'amu, unaweza ukasema hivyo, kwani tunaona NBC Premier League wameipoteza mikononi mwa watani wao wa jadi katika mechi ambayo ilipigwa Juni 25 na kupoteza kwa goli 2-0 yaliyofungwa na Pacome Zouzoua pamoja na Clement Mzize. Hivyo Simba Sports Club imekuwa ikipokea maoni mbalimbali kutoka kwa viongozi, wapenzi na washabiki wa klabu hiyo, huku wengi wakisema Simba inatakiwa ifanye marekebisho makubwa kabisa. Na taarifa ambazo tulizonazo ni kwamba Simba inafanya marekebisho makubwa sana kunako klabu hiyo, kwani tayari hapa na kuletea orodha ya wachezaji wa kimataifa ambao Simba wameshawapa mkono wa kwaheri na kuwaruhusu waondoke kwenda kutafuta marisho mengine kunako vilabu vingine. Mchezaji wa kwanza ni Fabrice Ngoma, ambapo tunaambiwa tayari yeye mwenyewe amekwisha aga kwa mashabiki wa Simba Sports Club akiwashukuru, na tayari anaondoka kuelekea kunako klabu nyingine za kimataifa, ambapo tunaona kuna vilabu kadhaa vya nchi za Kiarabu vinamhitaji. Hivyo mkataba wake umekwisha akiwa na Msimbazi, na yeye amekwisha aga rasmi. Mchezaji mwingine tunaambiwa ni Shamu Karabwe. Huyu ni beki wakati ambaye Simba Sports Club wamemtumia sana hivi karibuni, lakini kiwango chake kimekuwa hakiridhishi, kwani katika mechi ambayo wamecheza na tani zao Young Africans ameonyesha kiwango kibovu kabisa, akionekana ni mzito. Hivyo akikutana na mastrika ambao wana speed na wepesi, basi Shamu Karabwe anakuwa katika nafasi ambayo inaiweka hatarini klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mchezaji mwingine ni Musa Pinpin Kamara, ambaye watu wengi sana wanamlalamikia kuwa na makosa ya kujirudia licha ya uwezo wake mkubwa wa kufanya saves mbalimbali, lakini tayari makosa madogo ambayo amekuwa akiyafanya na ya kujirudia yamekuwa yakigharimu sana klabu ya soka ya Simba, kwani wadau wanakwambia kwamba asingekuwa anafanya yale makosa yake ya kijinga ya ajabu, basi huenda Simba Sports Club wangeibuka mabingwa bila kusubiri mpaka mechi ya mwisho na kuja kufungwa na mtani. Na katika mechi hiyo ya mtani pia alifanya makosa ya ajabu na kuigharimu timu hiyo. Hivyo wanahitaji kwenda kutafuta golikipa mwingine kwa ajili ya kuja kushika nafasi hiyo, na yeye wanampa mkono wa kwaheri. Mchezaji mwingine ni Debra Fernandez Mavambo. Kiungo huyu kutoka Angola mwanzoni kabisa alipata nafasi kwenye kikosi cha Simba, lakini baada ya Yusuf Kagoma kuwasha moto kweli katika dimba, tumeona Debora Fernandez Mavambo amekuwa ni miongoni mwa wachezaji wa kimataifa ambao hawana msaada na klabu hiyo ya Simba, kwani amekosa nafasi kiasi kwamba mabosi wa Simba wameona wakatafute mbadala wake, watafute kiungo ambaye akija atazima pale kweli. Hivyo tunaona Debora Fernandez msimu ujao huenda asiwe kwenye kikosi
cha Simba. Ambacho kinasubiriwa ni Simba tu kutangaza kwamba wanampa nini, wanampa thank you kama ilivyo utaratibu wao. Mchezaji mwingine ni goalkeeper Ayub Lakredi, goalkeeper huyu wa kimataifa kutoka nchini Morocco, ambaye tumeona msimu mzima aliandamwa na majeraha, akijiuguza majeraha ya goti aliyokuwa nayo na kukosa nafasi kabisa mpaka msimu unamalizika. Hakuweza kuitumikia klabu hiyo ya Simba Sports Club. Hivyo Simba Sports Club wameona wamwachie aende kutafuta malisho sehemu nyingine na kukuza kiwango chake, lakini kwa malengo walionayo Simba Sports Club ya msimu ujao, Ayub Lakredi hayupo katika mipango yao. Mchezaji mwingine ni Lionel Ateba. Huyu ni striker kutoka nchini Cameroon ambaye alivyokusajiliwa watu walikuwa na matumaini makubwa sana na yeye, lakini tunaona magoli mengi ambayo ameyafunga yamekuwa ni magoli ya penalti, kitu ambacho kwa striker sio kitu cha kukitegemea. Hivyo mabosi wa Simba wameona ni bora waingie sokoni, waende kumtafuta striker mwingine ambaye anaweza kuja kuifanya kazi yake vile inavyotakiwa. Hawahitaji striker ambaye anasubiri penalti ndiyo afungue akaunti yake ya magoli. Hawahitaji striker ambaye mnakuwa mna mashaka nafasi nyingi goli hamna. Hivyo Lionel Ateba wanaweza kumwachia muda wowote aende akatafute changamoto nyingine katika klabu nyingine. Mchezaji mwingine ni Valentine Nauma, fullback huyu wa kushoto, ambaye tunaona tangu aingie kwanza ameshindwa kumngoa Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Tayari nafasi hiyo imekuwa chini ya Mohamed Hussein Zimbwe Junior na Valentine Nauma ameshindwa kabisa kuchallenge nafasi hiyo. Hivyo mabosi wanataka kwenda kutafuta fullback mwingine wa kushoto ambaye akija Mohamed Hussein aseme naye kazini kwake kuna kazi, kama ambavyo alisikika mchezaji mmoja wa Young Africans akizungumza baada ya kuletewa fullback upande wake. Kama unamfahamu huyo ambaye alisema kazini kwake kuna kazi, tuambie kwenye maoni ni nani huyo. Mchezaji mwingine ambaye Simba wanakwenda kumruhusu atafute malisho sehemu nyingine ni Joshua Mbudo Mutale, mshambuliaji huyu kutoka nchini Zambia, ambaye tunaona hapa mwishoni ameongeza kasi ya kiwango chake na akionekana kuimarika zaidi, lakini bado viongozi wa Simba hawahitaji mtu ambaye kiwango chake kinapanda na kushuka, kwa maana huwezi kumtegemea katika mchezo mkubwa, huwezi kumtegemea kupatia matokeo, kwani kiwango chake hakieleweki. Wanahitaji mtu wa uhakika zaidi, kwamba akiingia dimbani mnajua kabisa watu leo kazi wanayo, mwamba anakwenda kuzima pale kati. Hivyo Joshua Mutale licha ya matarajio makubwa ambayo watu walikuwa nayo kwake, lakini ameshindwa kufikia malengo. Mchezaji mwingine ni midfield huyu Augustin Okejefa. Hapa tunaona Augustin Okejefa licha ya kwamba ana umri mdogo na uwezo mkubwa sana wa kucheza katika nafasi hiyo ya midfield, lakini tunaona ameweza kufunikwa na kina Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma. Licha ya umri mkubwa aliyokuwa nao Fabrice Ngoma, miaka 31, lakini kijana Augustin Okejefa ameshindwa kumchallenge kijana mzee huyu katika nafasi hiyo. Hivyo viongozi wa Simba Sports Club wanaona ni bora waingie sokoni kutafuta kiungo mwingine, kiungo wa shoka, kiungo mvunja kuni ambaye atakuja kuwasha moto kweli kunako dimba la Simba Sports Club. Hivyo Augustin Okejefa naye muda wowote baada ya vikao kadhaa vya Simba Sports Club huenda naye tukashuhudia akipewa thank you. Hivyo tuambie katika upande wa maoni hapo chini, unadhani ni nani ambaye hastahili kuondoka pale Simba Sports Club, na ni nani unaona ni sahihi kabisa Simba wamwachie aende zake? Wakati huo unaambiwa Elie Mpanzu, kipenzi cha wana Simba, na yeye yuko mguu ndani mguu nje, yanahesabika masaa tu, kwani kuna ofa kubwa kweli zimetua pale Msimbazi kwa ajili ya kutaka huduma ya Elie Mpanzu. Na viongozi wa Simba Sports Club wakiangalia dau ambalo anawekewa, naona udenda unawatoka, kwa sababu wanapingana na maamuzi yao.
wakati huo wao wakimhitaji msimu ujao, lakini dau linamhitaji zaidi. Vilabu mbalimbali ikiwemo KRC Genk ya nchini Ubelgiji wanamhitaji. Klabu nyingine ni FC Brits ya nchini Ufaransa na yenyewe inamhitaji. Hivyo Elie Mpanzu sasa yeye ni swala la muda tu, kwani endapo Simba wakaridhia kumuuza kwa dau ambalo amewekewa, basi Elie Mpanzu naye tutaona muda wote anatimka kuelekea katika malisho mazuri zaidi huko barani Ulaya. Malcolm, tupo kwa ajili yako. Tuambie nini maoni yako juu ya hichi ambacho kinaendelea kunako viunga vya Simba Sports Club. Unafikiri Simba Sports Club ya msimu ujao itakuwa na ubora kiasi gani? Na hapa Malcolm, muda si mrefu tutaanza kukuletea wale wachezaji ambao tayari Simba wamekwisha spot kuona namna ya kuja kuziba magepu ya hawa ambao wanaondoka. Ni kina nani hao ambao wanaingia? Kaa karibu na Malcolm, utajuzwa kila taarifa, kwani sisi tupo kwa ajili yako. Wewe tuambie nini maoni yako juu ya hili, alafu nani anaingia, nani anatoka, nani amekuja lini, kwa dau gani? Malcolm tutakujuza kila kinachojiri. Kwaheri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.